tukio ambalo tangia nimefika hapa sitaweza kulisahau. Wakati tunaletwa ilikuwa tarehe 12 mwezi wa pili mwaka 2006. Pindi kile nilikuwa mjamzito. Alafu cha mwisho ambacho ukweli sitakisahau. Wakati nakuja hapa mke wangu alikuwa mjamzito, mtoto wa pili. Na sijui tu nini kitufanya tuje naye, kwa sababu hayo mazingira alikuwa anakaribia kabisa kujifungua. Mwisho ambacho ukweli sitakisahau. Wakati nakuja hapa mke wangu alikuwa mjamzito, mtoto wa pili. Na sijui tu nini kitufanya tuje naye, kwa sababu hayo mazingira alikuwa anakaribia kabisa kujifungua. Na by the moment tulikuwa tunakaa Ukonga. Sasa safari ya kutoka Ukonga na kuja naye mpaka Bunju, sisi tulikuwa na imani aina gani? Najua mimi ilikuwa ni Mungu tu ameingilia kati na ameweka huo msukumo. Mke wangu alikuwa amefika kipindi cha kujifungua, na baada ya kufika hapa pamoja na tumbo lake zuri la ujauzito hilo, baada ya kufika hapa mwangalizi kipindi hicho alikuwa mchungaji Hilali. Ndiye alipewa jukumu na askofu wa jimbo kwamba nilete. Kwa Robert Hilali akaja hapa na kamati yake wakanileta. Tukiwa na mke wangu akiwa mjamzito. Tuko madhabahuni tumekabidhiwa vizuri. Nimepewa nafasi ya kuongea ndani ya kanisa, nimeongea. Ile tunatoka tu haya mazingira, mke wangu anakamatwa uchungu. Uchungu kabisa. Na aliyekuwa anamwattend kipindi hicho ni Profesa Kais. Tukampigia simu. Profesa 1 2 3. Profesa akasema mkimbize haraka Muhimbili fast track. Kwa hiyo kituo cha kwanza baada ya kutoka hapa ni Muhimbili fast track. Kufika saa 11 mke wangu akajifungua. Sasa nini ambacho najifunza hapa? Nilichokiona na nilikuja kugundua baadaye kwamba hii Bunju hii, especially ile kanisa hili, kitendo cha mimi kukabidhiwa siku ambayo pia na mtoto anazaliwa, kuna kitu Mungu anakizaa katika ile kanisa. Na kutokea hapo kweli tumefanya huduma mahali hapa kwa kibali kikubwa sana cha Mungu. Na kupitia chombo hiki pia ni washukuru washirika ambao na wachunga. Toka kipindi hicho mpaka sasa wamekuwa kinipa ushirikiano mkubwa sana. Kitu ambacho ninapokumbuka kuzaliwa kwa mwanangu the same day napewa hii huduma, naona ilikuwa ni ishara kuna jambo limezaliwa katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo hilo pia naweza nikakumbuka kwa sehemu kubwa sana kwamba Mungu hapa alituleta kinabii kabisa. Amen. Huyu naye ana umri wa hii kesho kutu hapa Jumapili wanamfanyia happy birthday, wanamwimbia happy birthday. Na sasa hivi yuko chuo kikuu. Yuko chuo kikuu, anasoma chuo kikuu. Amen. Nafikiri tumemaliza eneo hili na natamani sasa tuingie rasmi kuzungumzia tukio la Jumapili la tarehe 15. Karibu. Asante sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Tuna jambo letu siku ya Jumapili tarehe 15. Ukweli tuliona kwetu tumekuwa na miaka 25 ya utumishi, lakini kuwepo hapa Bunju ni miaka 20 kamili imetimia. Je, tuvuke hivi hivi? Tupite hivi hivi? Tukaona kwamba si busara. Aliyetusaidia wakati wote ni vizuri tukumbuke kumshukuru. Kwa hiyo tukaona kwamba tuwe na maadhimisho ambayo kusudi lake kubwa ni kumshukuru Mungu. Kutangaza ukuu wa Mungu. Kutangaza matendo makuu ya Mungu na kumrudishia utukufu. Kwa hiyo tarehe 15 tutakuwa na hiyo shughuli kubwa hapa, ambapo kwa neema ya Mungu na kwa kibali cha Mungu tumepata neema kumpata makamu askofu mkuu Rev. Dr. Magnus Muhiche, ndio atakuwa mgeni rasmi katika shughuli yetu ya kesho kutwa. Tunamshukuru sana. Tunajua ni mtu mwenye majukumu mengi, lakini kwa neema ya Mungu ameridhia kuwa pamoja na sisi. Kwa hiyo tunawakaribisha wote wanaotufuatilia, karibuni sana sana siku ya Jumapili. Ibada itaanza saa 12 asubuhi na tutamaliza majira ya saa 6:30. Na baada hapo tutakuwa na chakula cha pamoja kufurahia utendaji na ukuu wa Mungu. Kwa hiyo karibuni sana siku ya Jumapili. Amen. Natamani kufahamu kutakuwa na
umetaja hivyo, lakini pia pengine kwenye tukio hilo ni tukio haswa la kumshukuru Mungu. Kuna watu maalum wengine ambao umewaalika kwa maana ya wageni, lakini pia kwenye swala la uimbaji pengine kuna watu maalum ambao umewaalika pengine. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kweli kabisa, siku ya Jumapili tutakuwa na ugeni ama wageni mbalimbali wakiwemo kamati ya jimbo kwa maana ya askofu wangu mzuri kabisa Mwashilindi pamoja na kamati yake. Tumemwalika waangalizi wetu katika jimbo letu, viongozi wa idara ngazi ya jimbo, wakurugenzi, lakini pia majirani zetu ambao tumekuwa nao hapa kanisani lakini viongozi wetu wa serikali ya mtaa na wageni mbalimbali waalikwa ambao tuliona vyema washuhudie tukio hili. Lakini katika eneo la uimbaji, ukweli tutakuwa tuna waimbaji wa kanisani, kwaya zetu za hapa kanisani, na awamu hii tuliona pia tuwe na Neema Gospel Choir watakuja hapa watu join katika kumsifu Mungu. Kwa nao watakuwepo mahali hapa, itakuwa of its kind. Asante sana. Watu wategemee mambo makubwa ndani ya siku ya tarehe 15. Yaani zaidi ya makubwa, kwa neema ya Mungu, zaidi ya kama unavyoona mazingira jinsi yanavyoshughulikiwa, na shughuli itakuwa kwa kweli inampa Mungu tukufu kabisa. Nataka nikushukuru sana kwa muda wako, kama jinsi ambavyo umeutoa kufanya mazungumzo mafupi kuhusiana na huduma yetu hapa. Naomba nichukue nafasi hii kualika ndugu zetu mbalimbali wanaotuzunguka katika maeneo ya Bunju, lakini Tegeta, hapo Mbezi, Bagamoyo na maeneo yote ambayo mnaweza kama mnapata habari kupitia kichombo chetu kizuri sana cha NYTV. Karibuni sana siku ya tukio, tutafurahi kuwaona, tutafurahi kujoin pamoja nasi. Mungu awalinde, Mungu awatunze. Tunawatakia wakati mzuri sana na tunawategemea siku ya Jumapili. Asanteni sana. Amen. Yes, mara baada ya kuzungumza na mtumishi wa Mungu Mchungaji Abraham Masasi, tuko hapa na mke wake Mrs. Sevelina Abraham Masasi, na tutatamani pia kufahamu tunapozungumzia kanisa, bila shaka mchungaji anakuwa na mtu ambaye nyuma yake anamtia moyo, anamwombea, ambaye ni mama mchungaji, na yeye anakuwa sasa ni mchungaji msaidizi. Tufahamu ndani ya miaka 25 safari ya utumishi, yeye pamoja na mtumishi wa Mungu Mchungaji Abraham Masasi, ni yapi ya kuzungumza, lakini pia kwenye tukio hili maalum kabisa litakalofanyika tarehe 15 siku ya Jumapili. Mama mchungaji, Bwana asifiwe. Amina. Hongereni na huduma. Amina, namshukuru Mungu. Kwa kweli nashukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo ametupatia kufikia hapa. Ni Ebeneza, yeye amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu katika miaka 20 ambayo tumemtumikia Mungu mahali hapa. Tumemwona yeye akitutetea, tumemwona yeye akitembea pamoja na sisi kwenye milima na mabonde. Yeye ametutetea, yeye ametushika mkono. Tumeendelea kuona wema wa Bwana kila inapoitwa leo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa matendo makubwa ambayo ametutendea katika utumishi wetu huu. Amina. Najua wewe ni mtu wa karibu na umetumika na mchungaji. Tunapozungumzia miaka 20, naamini kuna miaka 5 nyuma ya utumishi ambao umekuwa pamoja. Ndani ya miaka 25, na natamani uniambie kuna kitu gani ambacho umejifunza katika huduma ya baba mchungaji mkiwa pamoja. Amina. Kwa kweli namshukuru Mungu katika hii miaka 25 ya huduma tangia tumeingia kwenye utumishi. Kweli nimeendelea kuona huduma yake kubwa ambayo Mungu ameiweka ndani yake. Kwanza ni mtu wa upendo, ni mcheshi, ni mtu ambaye anasimamia yale maono ambayo Mungu ameyaweka ndani yake. Pia anaongea vizuri na watu, anatia moyo watu, na pia ni mlezi. Amekuwa mlezi mzuri wa watu, hadi watu wengi wanapenda kukimbilia kwake kwa sababu wanajua huyu ni mlezi. Hata nikimpelekea shida yangu yuko tayari kuitatua kama vile Bwana anavyomwezesha.
Amina. Nilitamani kufahamu mama mchungaji, kabla hujaolewa na mchungaji, sijui kama wakati amekuoa alikuwa tayari ameshakuwa mchungaji? Hapana, alikuwa bado. Kabla ya hapo uliwahi kuwa na ndoto za kuolewa na mchungaji? Mi niseme kwamba nimshukuru Mungu kwa sababu kwanza nimekulia katika nyumba ya wachungaji. Nilipata neema ya kukulia katika nyumba ya wachungaji na niliona huduma ya kichungaji, niliona mapito ya kichungaji. Lakini kutoka moyoni hii kazi niliipenda. Nilipenda kwa sababu unapotumika unatumika kwa ajili ya Bwana. Hata kama unapita kwenye changamoto lakini unamtumikia Bwana. Mama yangu wakati anatumika alikuwa anapitia wakati mgumu, lakini mimi kwa sababu nilikuwa ndio dada pale, kwa kweli kwa maeneo mengi nilimsaidia. Na huduma ile ya zamani, mgonjwa akiumwa analeta kwa mchungaji. Kwa mchungaji amhudumie, kama analazwa alazwe, upeleke chakula asubuhi, upeleke mchana, upeleke jioni. Kwa hiyo ni huduma ambayo nilifurahia. Kwa hiyo nilifanya tu kwa moyo ulio mweupe. Kwa hiyo nilifurahia huduma ya uchungaji. Kwa experience kabla hata hujaingia. Ndiyo nilianza kujifunza. Nadhani Mungu alikuwa ananiandaa katika huduma hii. Walipokuja kuingia kwenye utumishi haikukupa shida? Haikunipa shida, lakini nilimwambia mama nimechumbiwa na nani? Na mchungaji. Wewe mwanangu, yale mapita tuliyoyapitia yale bado ndako kayapate huko. Bado usitafute mtu mwingine. Sasa nadhani huyu ndio Mungu amenipa. Na kweli naifurahia huduma. Najua mlitoka kanisani kule kwa mchungaji ambaye ndiye aliyekuwa mlezi wenu, mchungaji Titus Mkama. Wakati mnakuja hapa na baba mchungaji, wewe kama mke ukaona mazingira ya kanisa, mmetoka kanisa kubwa, lakini pia idadi ya washirika mliowakuta, wewe ulilipokeaje kama mama mchungaji? Kwa kweli tulivyokuwa tunakuja hapa, kwa sababu tulikuwa tumetoka katika mazingira mazuri, baba Mkama alitulea, alitutunza kama watoto wake. Tulivyokuja kwenye mazingira haya, kibinadamu iliogopesha. Kibinadamu inaogopesha, ukiangalia mazingira nitaweza, na kipindi kile tuko wachanga, tuko umri mdogo, ingawa Bwana ameendelea kuwa pamoja nasi, lakini kibinadamu ilikuwa kwamba kweli tutavuka, tutapenya. Lakini tumemwona Bwana akituinulia watu ambao tumefanya nao kazi katika muda wote huu. Amina. Ninatamani kufahamu ulivyokuja hapa, kuna tukio gani ambalo wewe hutalisahau? Amina. Tukio ambalo tangia nimefika hapa sitaweza kulisahau. Wakati tunaletwa ilikuwa tarehe 12 mwezi wa pili mwaka 2006. Pindi kile nilikuwa mjamzito. Na tunavyokuja hapa siku zilikuwa zimeshakaribia, lakini namshangaa wema wa Bwana kwamba alinitia nguvu. Ningekuwa wakati mwingine ningesema mimi nibaki, wewe nenda. Lakini Mungu alinitia nguvu. Tukaja wote hapa, tukakabidhiwa kanisa, tukamshukuru Mungu, tukaombewa. Na baada hapo wale viongozi wetu wakaondoka, mchungaji sasa kuendelea kufahamiana na wazee ambao wamewakuta, ndio hali ikabadilika. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba baada ya kumaliza vikao ilikuwa safari ya kwenda Muhimbili. Na siku ile tarehe 12 saa 11 Mungu akatupatia mtoto wa kike kwa tukio hili kubwa ambalo tulikuwa tumeliona kwamba ni muujiza au ni unabii kutoka kwa Bwana. Binti yetu ile tukamwita jina lake atukuzwe. Kwamba tunamtukuza Mungu ambaye ametupa mwanzo mpya tena wa huduma katika mazingira mengine, katika wilaya nyingine, katika mazingira ambayo kibinadamu hatukutarajia. Unapoingia kwenye huduma huwezi kujua nitaenda kutumika wapi, ila Mungu ndiye anayejua. Kwa hiyo tulipofika hapa tukapata na baraka ya mtoto, tukajua ni mwanzo mpya ambao Mungu anatutazamia kutupa mambo mazuri mengi mbele ya huduma yetu. Amina. Sana. Kwa hiyo mnapoazimisha miaka 20, mnaazimisha na miaka 20 ya mtoto wenu? Ndiyo, tunaazimisha miaka 20 ya mtoto wetu, na pia mtoto wetu tunashukuru yuko chuo saizi mwaka wa kwanza. Kwa hiyo ni nafasi nzuri ya kumtukuza Mungu kwa yale matendo makuu ambayo ameyatenda. Asante. Kwa ujumla kabisa, una vitu gani ambavyo unajivunia kuwepo hapa Harvest, wewe mama mchungaji pamoja na mtumishi wa Mungu, kwa kipindi ambacho umekuwepo hapa? Kuna vitu vingi ambavyo naweza nikajivunia kuwepo mahali hapa. Kitu cha kwanza, Mungu katupa watu wa kutumika nao. Uwezi ukaitwa mchungaji, uwezi ukaitwa kiongozi kama huna watu ambao unatumika nao. Kwa Mungu ametupa watu wa kutumika nao. Tumetembea pamoja nao katika miaka hii 20. Tumemwona Mungu akitunia watu walio sahihi, wametubeba nyakati za raha, wametubeba nyakati ngumu. Tumetumika, tulivyowapa maono yetu wameyabeba
tumefanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo tunajivunia kwamba Mungu ametupa watu wazuri wa kutumika nao. Pia katika miaka 20 ninamshukuru Mungu kwa sababu alinipa mimi nafasi pia kwenda kusoma. Kwa hiyo namtukuza Mungu kwamba ndani ya miaka 20 pia tumeweka historia nyingine ya mchungaji kuwa mchungaji. Kwa kweli tunamtukuza Mungu kwa hilo. Umesha graduate tayari? Ndio, nimesha graduate. Amina. Tukio la tarehe 15 la Jumapili, wewe ndio mama sasa, mpishi mwandaaji. Una neno gani unazungumza kwa watazamaji na wafuatiliaji wa kituo hiki cha NYTV? Kwa kweli nipende kuwakaribisha watu wote. Tumejiandaa vizuri kwa msaada wa Bwana. Tumeandaa mazingira mazuri, tumeandaa chakula, tumeandaa sherehe nzuri. Sababu hii ni sherehe ya kumtukuza Bwana, ya kumshukuru Bwana. Kwa tutakuwa wakati wa kuimba, kucheza, kufurahi, kula na kunywa na kumshukuru Mungu kwa matendo makuu ambayo ametenda. Katika hii safari ya miaka 20 hatujatembea peke yetu. Ni Bwana ametushika mkono, ametuongoza, amekuwa pamoja nasi. Kwa hiyo itakuwa ni tukio zuri kubwa. Tunawakaribisha watu wote tuweze kufurahi pamoja, tuweze kumshukuru Mungu pamoja kwa yale mambo makubwa ambayo ameyatenda katika utumishi wetu. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote. Itakuwa ni siku nzuri ya kufurahi na kunywa na kula kwa pamoja. Kwa kweli ninachojivunia kwa mchungaji ni mtu wa upendo. Kwa kweli sijajuta kuolewa naye, sijajuta kuwa mke wake. Tumekuwa bega kwa bega, amekuwa baba mzuri kwa watoto, kwa familia, kwa ndugu. Amekaa kwenye ile nafasi yake kama baba, kama mlezi. Kwa kuwa ni baba mzuri, baba mwenye upendo. Kwa hiyo tunafurahia kuwa naye. Hata kwa upande wa ndugu zangu wamepata kibali kwa vile amekuwa baba mwema na wanapata vitu vingi kutoka kwake. Kwa hiyo amekuwa baba mwema kwetu. Amina. Natamani kufahamu mama mchungaji, kwa hapa kanisani wewe ndio mlezi wa idara ya WWK. Pengine kama idara ya WWK, mimi ninajua mahali popote alipo mwanamke kunakuwa na maendeleo mengi. Nyie kama idara ya WWK kuna kitu gani ambacho pengine mnacho kama mradi ambao uko chini ya idara yenu? Amina, tunamshukuru Mungu kama idara ya wanawake hapa HCC Bunju A, chini ya viongozi wangu ambao wanamtumikia Mungu mahali hapa, ametuwezesha kuwa na mradi wa kukodisha mahema. Tuna vyombo vya buffet, sahani, viti, meza, tunakodisha vikombe kwa ajili kama watu wana sherehe kuanzia chai, chakula cha mchana. Kwa hiyo tuna hivyo vifaa ambavyo tunavikodisha. Na Mungu ameendelea kutuletea wateja kwenye huu mradi wetu. Tumeendelea angalau kutunisha mfuko wa idara kupitia huu mradi. Amina. Kwa hiyo watu wakihitaji wanavipata? Watu wakihitaji, kuna kiongozi wangu ambaye anasimamia, kwa unawasiliana naye unapata hivyo vyombo. Anakuletea hadi kule unakotaka kufanyia sherehe, anavifunga, baadaye wanakuja kuvifungua, wanavirudisha. Ndio. Mbali na mradi wa WWK kwa hapa kanisani kama kanisa la Harvest, na mradi gani mwingine? Tunamshukuru Mungu hapa Harvest tuna daycare, inaitwa Daycare Harvest. Tuna watoto zaidi ya 30 na huu mwaka tangia tumeanza rasmi daycare, huu mwaka ni watatu. Tumemwona Mungu akituwezesha katika daycare, watoto wetu wanafanya vizuri. Kwa mfano mwaka jana watoto wote 16 walihitimu kwenda darasa la kwanza. Kila shule ambayo walikuwa wanafanya interview walikuwa wanafaulu. Kila shule ilikuwa wanafanya interview walikuwa wanafaulu. Kwa hiyo tuna walimu wazuri ambao wanawalea kimwili na kiroho. Kwa hiyo tunakaribisha mtu yote mwenye mtoto ili kuweza kusoma hapa. Tunapokea mtoto kuanzia miaka 2 na kuendelea. Tuna walezi wazuri ambao wanawalea watoto vizuri. Tuna uji asubuhi, tuna chakula cha mchana, wanakula na matunda, kuna muda wa kupumzika. Kwa hiyo tunakaribisha watu wote wenye watoto wadogo tuje tuwalelee watoto. Amen. Lakini yule ambaye anatamani sasa kuja kujiunga, fomu anaipataje? Fomu ipo hapa kanisani. Tuna meneja wetu ambaye anahusika na kugawaja fomu. Yupo. Naomba niwaletee namba ambazo ukihitaji mahema unaweza ukazipata. Ambaye anahusika na mahema ni 0712 66 41 41. Naomba nirudie 0712 66 41 41. Na anahusika na mahema anaitwa Neema Masatu. Na pia ukihitaji fomu kwa ajili ya kumleta mtoto kuja shule, anayehusika na ugawaji wa fomu, au kama una swali lolote
la kumuuliza au kama unataka maelekezo yoyote, anaitwa ndugu Jackson. Namba yake ni 0775 47 53 55, 0675 47 53 55. Asanteni. wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. Unangoja nini sasa? Ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee.